Ripoti zinazosambaa katika vyombo mbalimbali vya habari kimataifa na mitandao ya kijamii zinadai kuwa kiongozi mkuu wa Talibani Hibatullah Akhundzada huenda aliuawa katika mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na jeshi la Pakistan ndani ya mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za Taliban wala serikali ya Pakistan linalothibitisha kifo chake. Madai hayo yameibuka kufuatia kuongezeka kwa mvutano mkali kati ya Pakistan na Afghanistan, hasa katika maeneo ya mpakani karibu na mstari wa Durand. Katika siku za hivi karibuni kumeripotiwa mashambulizi ya anga, mashambulizi ya kuvuka mipaka pamoja na mapigano ya silaha nzito kati ya pande hizo mbili. Hali hiyo imeibua hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi wa kijeshi kati ya majirani hao wawili. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, mashambulizi hayo yalilenga maeneo yanayodaiwa kuwa ngome au vituo vya Taliban, huku baadhi ya vyanzo visivyo rasmi vikidai kuwa Akhundzada alikuwa miongoni mwa waliolengwa. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliowasilishwa hadharani kuthibitisha madai hayo, na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wameonya kuwa taarifa hizo zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari kubwa hadi zitakapothibitishwa na vyanzo vya kuaminika. Hibatullah amekuwa kiongozi mkuu wa Taliban tangu mwaka 2016 baada ya kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wa kundi hilo wakati huo. Tangu achukua uongozi, amejulikana kwa kuwa mtu wa faragha sana, asiyeonekana mara kwa mara hadharani na mwenye ushawishi mkubwa katika maamuzi ya kidini na kisera ndani ya utawala wa Taliban. Hibatullah anachukuliwa zaidi kama kiongozi wa kiroho na kimamlaka, mwenye sauti ya mwisho katika masuala makubwa ya sera, sheria za Kiislamu na uongozi wa jumla wa kile kinachoitwa Islamic Emirates of Afghanistan. Uongozi wake umehusishwa na utekelezaji wa sera kali za kijamii, hasa zinazohusu haki za wanawake, elimu na vyombo vya habari. Kutokana na nafasi yake hiyo nyeti, taarifa zozote zinazohusu hatima yake kuwa na athari kubwa ya kisiasa na kiusalama, si tu ndani ya Afghanistan bali pia katika eneo zima la Asia ya Kusini. Mvutano kati ya Pakistan na Afghanistan si jambo jipya, hasa kuhusiana na usalama wa mpakani na makundi ya wanamgambo. Pakistan imekuwa ikishutumu Taliban kwa kushindwa kudhibiti makundi yenye makazi ya Afghanistan yanayofanya mashambulizi ndani ya Pakistan. Kwa upande wake, Taliban imekuwa ikikanusha madai hayo na wakati mwingine kuishutumu Pakistan kwa kuingilia mambo ya ndani ya Afghanistan. Iwapo itathibitika kwamba mashambulizi ya anga yalilenga moja kwa moja uongozi wa juu wa Taliban, hatua hiyo inaweza kuchukuliwa kama mabadiliko makubwa ya kimkakati na kuongeza hatari ya vita ya wazi kati ya mataifa hayo mawili. Kwa sasa hali inaendelea kuwa ya sintofahamu. Hakuna picha, video au tamko rasmi linalothibitisha kifo cha Akhundzada. Ukimya wa uongozi wa Talibani juu ya suala hili umeongeza zaidi uvumi na taruki miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa siasa za kimataifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa katika mazingira ya vita au mvutano mkali, taarifa za aina hii mara nyingi husambazwa kwa kasi bila uthibitisho kamili. Hivyo ni muhimu kusubiri taarifa rasmi kutoka vyanzo vya kuaminika. Kwa sasa, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hili, huku hatima ya kiongozi huyo wa Taliban ikiendelea kubaki katika hali ya kutokuwa na uhakika. Rubaa za kimataifa, Theophane Ngitu.